kwa neema hii ya Uislamu. Masikitiko makubwa kwa Waislamu ni pale tunapoparaganyika, pale tunapoacha aya ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wala tanazau, nyinyi Waislamu msizozane, msigombane, fatafshalu, mkigombana, mkizozana, fatafshalu, mtadhoofika, watadhhaba rihukum, nguvu yenu itaondoka. Usia wangu kwenu Waislamu, tushikamane, tuwe kitu kimoja, tusifarikiane kwa sababu ya taasisi, tusifarikiane kwa sababu ya madhehebu zetu. Kila Muislamu anatamka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kila Muislamu anatamka neno hilo lituunganishe. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anasema wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu na dini ya Mwenyezi Mungu na Qur'ani, wala msifarikiane. Usia wangu kwa Waislamu ni kushikamana, kuwa kitu kimoja, kupendana na kuheshimiana. Tuhakikishe tunawaheshimu viongozi wetu wa dini pamoja na kuheshimu viongozi wetu wa dola. Tukifanya hivi tutafika Mwenyezi Mungu anapotaka. Tukiwa Waislamu, naomba niwahusie kuendelea kutunza amani. Wewe Muislamu unakwambia dini yako inaitwa al-Islam, maana yake dini ya amani, al-Islam. Na ukikutana na Muislamu mzio, Uislamu unakwambia anza kumhakikishia amani, mwambie assalamu alaikum, amani iwe juu yako. Na ukiswali, ukimaliza kuswali unatangaza amani, unaelekea kulia, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, unatangaza amani. Huwa unaswali peke yako au unaswali kundi, huwa unaswali msikitini au unaswali nyumbani, unatakiwa kutangaza amani. Wewe Muislamu unatakiwa kuishi kwa wema na wanadamu wote. Vijana wa Kiislamu, tufanye kazi, tusichague kazi. Kupitia mimbari hii na wasia, tufanye kazi. Tuna wazazi na walezi wanatutegemea. Tuepuke kuiga kila kitu, tuepuke kufanya mkumbo, tuepuke kulipuka. Na natakiwa ujue, ukifanya dhambi kwa siri au kwa dhahiri, malaika al-mukramin wanaandika. Wewe leo unashiriki kutangaza maovu, uko kwenye grupu la WhatsApp, unatumia klipu au unatumia video mbaya ya matusi au ya kumfedhesha mtu, na wewe unasambaza, hakuna mwenye kutumia wewe tu. Msikilize Mtume anasema laana ala masia, mwenye kusaidia maasi, walau kushauri kalima, japo ukipanda cha neno, kana la msharika, atakuwa mshiriki. Ulimwengu wa mtandao, mtu anaingia kwenye mtandao anatukana rais wa nchi, mtu anaingia kwenye mtandao anatukana shehe, mtu anaingia kwenye mtandao anatukana mufti, anaingia kwenye mtandao anatukana mchungaji, anatukana. Mtume anasema kutukana asibabu muslim fusuku, kutukana ni makosa, ni ufasiki, wa kitabu kufuru, na kuua kupigana ni ukafiri. Usia wangu, mmomonyoko wa maadili unatokana na watu kutokuwa na kazi. Matokeo yake mtu anafanya lolote. Maanake umaskini wakati mwingine ni nusu ya ukafiri. Unafanya lolote tu, ukidanganya kusenti kidogo ukafanya tu, utalipuka tu. Ndio usia, tuendelee kufanya kazi, tutafanya halali. Kuna baadhi ya vijana mfano wa miji mingi Tanzania, wale watoto wabaya wanachukua kazi, wenyewe ni mihele, wenyewe hawawezi kufanya kazi kwa mzigo, hawawezi kufanya kazi gani, wanachukua kazi badala ya kufanya bila kazi ya halali inayokupatia riziki ya halali. Matokeo yake wanaweza kukaja watu kutoka nje ya miji yenu wakazifanya hizo kazi mnazozikataa. Matokeo yake wao watakuwa mabwana, nyie mtakuwa. Kwa majina anaitwa ndugu Muhammad Shaban Kasanga, maarufu Moka. Mimi ni mchimbaji wa madini, mkurugenzi wa mgodi wa Dutwa Gold Mine pale Dutwa, mgodi namba 1. Nimetoka Dutwa kuja kuswali laidi hapa uwanja wa Nyamagana, haswa nikivutiwa sana na maneno ya shehe ya mkoa
yamenisababisha lazima nije nisali karibu ambapo anaposalia yeye. Na nimesikiliza hotuba yake, imenivutia sana kuhusu vijana. Kwa kweli hotuba hii imebeba uzito mkubwa wa Sheikh Hassan Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza, kuhusu vijana, na vijana wanatakiwa waizingatie, kwa sababu amesema vijana wanakuwa hawawezi kufanya kazi. Kwa kweli ni muhimu sana wafanye kazi kutokana na hotuba iliyozungumzwa, ili waweze kuisaidia jamii. Kuna neno moja amezungumza pale limenipa uchungu kidogo. Kweli anasema watu waliozaliwa miaka 60 iliyopita wamezaliwa majumbani kwao, yani ina maana wamewakuta wazazi wana majumba. Leo mtoto wa miaka 30 40 anazaa mtoto kwenye nyumba ya kupanga. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa kwenye nyumba ya kupanga hana kwao huyo. Sasa lile jambo ni jambo ambalo wa vijana wanatakiwa walizingatie sana na wapambane katika kazi, ili waweze kuzingatia yale aliyosema shehe wa mkoa. Basi raidi imekuwa ni nzuri sana kwa mawaidha yale na hotuba ile, kwa sababu ya kwa upande wa vijana wanatakiwa wazingatie sana ile hotuba, imewapa fundisho kubwa sana. Tunachukua nafasi hii kuwatakia kila laheri ndugu yetu Chaku, yuko hapa kwa leo anasimamia dini yake mambo haya, lakini bila kumsahau amani na nchi yetu. Idi mubaraka, kila laheri inshallah. Mtu wa madini kuwa ni chuo cha mafunzo ibada za Kiislamu. Tunategemea kwamba tumeingia mwezi mzima, kwamba baada ya hapa tuyaishi yote ambayo tunafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuzidisha ibada, kuzidisha sadaka, kuwajuza mayatima na wengine. Lakini tunaomba zaidi pia tudumishe amani na maelewano katika familia zetu, Tanzania ni moja ya nchi ya dunia na Waislamu ni sehemu ya Watanzania. Pia nitoe wito kwa wazazi wote wa Kiislamu. Haitoshi tu kuandalia watoto nguo za sikukuu, kuandalia pilau la sikukuu, lakini pia ni vizuri siku hizi za sikukuu tukachukua tahadhari kulingana na changamoto za mmomonyoko wa maadili. Kama unataka kutoka na wanao, ni vizuri wawekee uangalifu, siwaache tu wakaenda kutembea peke yao. Mara nyingi tumeshuhudia katika sikukuu kama hizi, baadhi ya watoto wakiingia kwenye changamoto za ukatili, wakiingia kwenye changamoto za unyanyasaji, kupotea. Kwa hiyo niwatakie Waislamu wote na wasio Waislamu na Watanzania wote tuwe na Idi njema yenye amani, kama ambavyo ametusihi Mwenyezi Mungu tuendelee matendo mema. Kuisha kwa Idi sio mwisho wa kumcha Mungu. Tuzidishe yote ambayo tunafanya.